Mradi huu ni wa miaka mitano ambao ulianza mwaka 2021-22 na utakwenda mpaka mwaka 2025-26. Unafadhiliwa na Benki ya Dunia na unatekelezwa katika vyuo vikuu 14 vilivyo chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, lakini pia taasisi 5 zilizo chini ya Wizara ya Fedha, ikiwemo Chuo cha Mipango ya Maendeleo Vijijini. Na Chuo cha Mipango ya Maendeleo Vijijini kwa ujumla kimetengewa jumla ya dola za Kimarekani milioni 5,975,775.72 ambao ni sawasawa na shilingi bilioni 13 milioni 909 kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu, ikiwemo pamoja na kuboresha mitaala, kuboresha mbinu za ufundishaji, kuendeleza rasilimali watu, kuimarisha elimu ya jumuishi na usawa wa kijinsia, pamoja na kukuza tafiti bunifu, pamoja na kuanzisha na kuboresha majukwaa ya ufundishaji kwa njia ya mtandao na kidijitali, na hivyo kuboresha uhusiano na sekta binafsi pamoja na tasnia zake. Ndugu waandishi wa habari, matokeo ya uwekezaji huu mkubwa wa serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kuhakikisha elimu ya juu inatoa mchango wa moja kwa moja kwa maendeleo ya taifa, na hivyo kuzalisha wahitimu wenye ujuzi, ubunifu, uwezo wa kujiajiri na kuajiriwa, lakini pia kwa kuzingatia vipaumbele vya mahitaji ya soko la ajira la sasa na la baadaye. Chuo kimeweza kuimarisha elimu jumuishi na usawa wa kijinsia. Chuo katika utekelezaji wa mradi wa HEET, swala la elimu jumuishi na usawa wa kijinsia limepewa kipaumbele kupitia maboresho ya mitaala. Mitaala iliyoboreshwa imezingatia mahitaji ya wanafunzi wenye ulemavu na makundi mengine maalum kwa kuingiza mbinu jumuishi zinazowezesha ushiriki jumuishi katika mazingira ya kujifunza. Aidha, mafunzo ya kijinsia yametolewa kwa wahadhiri na watendaji wa chuo ili kuongeza uelewa wa kuondoa vikwazo vya kijinsia katika upatikanaji wa elimu. Hatua nyingine muhimu ni kuundwa kwa dawati la kijinsia hapa chuoni ambalo linahusika na kuratibu masuala ya usawa wa kijinsia, kutoa ushauri na kufuatilia utekelezaji wa sera zinazolenga kuimarisha ushiriki usawa wa wanawake na wanaume katika elimu ya juu. Hatua hizi zinachangia kujenga mazingira jumuishi, salama na yenye usawa kwa wote. Mradi wa HEET una mchango mkubwa katika utekelezaji wa mipango ya kitaifa, ikiwemo dira ya maendeleo ya taifa inayolenga kujenga rasilimali watu wenye ubunifu, ujuzi na uwezo wa kuchochea uchumi wa kati. Vile vile mradi huu unaendana na ilani ya Chama cha Mapinduzi au chama tawala ya CCM ya mwaka 2025-30 na sera ya elimu ya mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023. Zote hizi kwa pamoja zinasisitiza elimu ya sayansi, teknolojia na ubunifu katika msingi wa maendeleo. Katika muktadha huo, Chuo cha Mipango ya Maendeleo Vijijini kimepata fursa ya kuchangia moja kwa moja kwenye ajenda ya taifa ya kuzalisha wahitimu wenye ujuzi na unaoendana na mabadiliko ya sasa ya sayansi na teknolojia.